Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Juma Lokole siku ya leo ameamua kuzungumzia hili sakata la Vanessa Mdee pamoja na msanii Jux baada tu ya kutrend kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kuongelewa na watu tofauti tofauti ikiwemo dada wa taifa Mange Kimambi. Hili swala limefika mbali zaidi na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, msanii Jux bado anaweka sawa katika familia yake. Kama ambavyo tunafahamu, Jux tayari ameshaoa na ana mke wake Priscilla, lakini pia wana mtoto tayari ambaye ni Rakim. Sasa baada ya hili sakata kutrend mitandaoni, Mange Kimambi namna ambavyo aliweza kulienika, ikatokea likatrend sana. Baadaye Jux akaweza kubanwa na familia na kuulizwa kwamba hili swala limeendaje, imekuwaje na kwa nini hujawahi kusema. Lakini Juma Jux yeye cha kujitetea anadai hajawahi kuambiwa na huyo mzazi mwenzake ambaye ni Vanessa Mdee. Tunafahamu kile kipindi walikuwa katika mahusiano ya kimapenzi, lakini baadaye waliachana. Baada ya kuachana, Vanessa Mdee akaenda kwa mwanaume wake huyo Rotimi, na msanii Jux akabaki single mpaka baadaye alipopata mwanamke wa maisha yake kama hivi, akamuoa Priscilla. Sasa baada ya hili sakata kutrend sana mitandaoni, Juma Lokole akaona na yeye pia aweze kulizungumzia. Kama ambavyo tunafahamu, Juma Lokole ni mtu wa karibu sana na msanii Jux. Mara nyingi sana Juma Lokole huwa ni chawa wa hawa wasanii wakubwa, lakini pia ukiangalia Juma Lokole yupo karibu na familia ya Diamond Platnumz, na kama ambavyo tunafahamu Diamond na yeye yupo karibu sana na Juma Jux. Ni watu ambao ni marafiki sana, na urafiki wao umekuwa urafiki wa faida kwa Juma Jux. Juma Jux bila msanii Diamond tunaweza kusema asingefika hapo alipo, kwa sababu mara nyingi sana Jux zamani alikuwa anapenda sana kuimba nyimbo za taratibu, lakini baadaye alipokutana na Diamond akamwambia hapana, hutaki kufanya hivi tu, unatakiwa kuchanganya na mapiano, unatakiwa kuchanganya na nyimbo ambazo zimechangamka. Na tukaona Diamond namna ambavyo alimuelekeza Jux akafuata. Baadaye Jux akaachia ngoma yake ya Enjoy, tukaona mambo yakavumburuka. Baadaye Jux ndo kama hivi sasa hivi ana trend mitandaoni, ameshakuwa msanii mkubwa, ameshakuwa superstar. Sasa Juma Lokole kitu ambacho ameamua kukizungumza hapa ni kuhusiana na sakata la mtoto wa Jux pamoja na Vanessa Mdee. Inasemekana au Mange Kimambi, taarifa ambazo amezenika kupitia application yake ya Mange Kimambi app, huyu mtoto wa Vanessa Mdee wa kwanza 7 ni mtoto wa Juma Jux, na ukiangalia 7 kwa sasa hivi ana umri wa miaka 4 na mwaka huu atatimiza umri wa miaka 5. Sasa ukiangalia namna ambavyo huyu 7 amefanana na Jux, hebu angalia masikio ya huyu mtoto, alafu muangalie masikio ya Jux, alafu akaangalie masikio ya huyu mtoto wa Priscilla na Jux ambaye ni Rakim. Ni watu ambao wanaendana, wanalandana moja kwa moja. Watu wengi sana wakawa wanamshauri Juma Jux mitandaoni kwamba ni vizuri akafanya vipimo vya DNA, na ndio maana siku ya leo Juma Lokole na yeye akadai hakuna hata haja ya vipimo vya DNA. Juma Lokole anakuambia angalia tu hayo masikio ya huyu mtoto na baba yake, muangalie Juma Jux masikio yake, alafu muangalie huyu mtoto 7 masikio yake, unaweza ukapata jibu kitu ambacho tunakizungumzia hapa. Juma kitu cha kwanza ameweza kuzungumza, amedai kile kipindi Vanessa Mdee ameachana na huyu Jux, kuna mambo mengi sana alitokea, ikiwemo ndo kama hivi Juma Jux baadaye akaamua kuachana naye na Vanessa akaamua ku move on, lakini kulitokea mambo mengi sana hapo katikati. Juma Lokole anakuambia ilifikia hatua Juma Jux bado anaendelea kumtafuta Vanessa Mdee licha kwamba Vanessa tayari alikuwa na mwanaume mwingine. Sasa Juma Lokole anakuambia hii issue ya mtoto, Jux alikuwa tayari anahisi kwamba huenda Vanessa Mdee ameondoka kwangu, lakini alikuwa na ujauzito wangu, jambo ambalo Vanessa yeye alificha kwa upande wake. Ukiangalia kile kipindi alishaanzisha mahusiano na Rotimi, na baadaye akashindwa kabisa kumwambia Rotimi wazi kwamba mimi kule nimetoka na ujauzito, akaamua tu kumwambia Rotimi huyu mtoto ni wa kwako. Na baada ya mtoto kuzaliwa, mtoto akawa kama vile mweusi, na ukiangalia Vanessa amefanana na Jux, na ndio maana watu wengi hawakudhani wala kufikiri kwamba huenda yule mtoto atakuwa wa Jux. Lakini Juma Lokole anakuambia hakuna hata haja ya kufanya DNA, yule mtoto moja kwa moja ni wa Jux. Na yeye Juma Lokole amedai anaendelea kufanya uchunguzi wake kuangalia hili swala limekaaje, ili mradi aweze kuwapa wambea wake kodi za maana, kodi ambazo zinaeleweka. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.